Hello Tabora, jiji lililobarikiwa asali na ukarimu wa watu. Karibu kwenye mitano ya nguvu ya ZVP Online. Hili ni tukio la kihistoria linalofanyika kila mwaka kwa ajili ya kusherehekea mafanikio ya ZVP Online kwa wadau na wafuatiliaji wake. Hapa utapata burudani safi za kaswida kutoka kwa waimbaji wenye level za kimataifa, na wazungumzia Huraira Classic Tanzania kutoka Dar es Salaam, pamoja na kupata nasaha kutoka kwa masheikh mbalimbali nchini, chakula, vinywaji na burudani nyingi mbalimbali. Huu ni mtoko uliokamilika kwa ajili ya familia, ndugu, jamaa na marafiki kuja kuenjoy na kujifunza. Ni tarehe 13 ya mwezi wa 9, 2024 kwenye ukumbi wa Citizen Hall Tabora mjini, kuanzia saa 1 kamili za jioni mpaka saa 6 kamili za usiku. Kwa kiingilio cha VVIP 50,000, VIP 30,000 na kawaida ni shilingi 20,000 tu. Usipange kukosa hii. Chukua tiketi yako mapema kuepuka usumbufu wa siku za mwisho. Mitano ya nguvu ya ZVP Online. Tunazidi kupasua anga. Nguvu zaidi ya jana. Leo tunazungumzia tena juu ya janga kubwa ambalo imeipata dunia, na hatujui kabisa mwisho wa hili itakuwa nini, lakini kila tukitizama kiakili na kifahamu na katika njia ya kibusara, tunaona mzozo sasa unaanza kuwa mkubwa zaidi. Na pale watu walipokuwa wakibabashiri kwamba huenda nyuklia sasa ikafanya kazi, huenda sasa vita vya tatu vikafanya kazi, huku mwanzo tulikuwa inaonekana kama ni maneno tu, lakini hilo jambo liko mbali. Lakini kwa namna ya hatua zinazofika sasa, namna zinavyokwenda, basi inaonekana kama milango ya ile vita vya tatu, milango ya kutumia nyuklia yote sasa tayari inafunguliwa. Kama tunavyojua vita hivi vilivyotokea baina ya Ukraine na Urusi, vilitokea hivi vita vilianzia kwamba Ukraine watataka kuwapa fursa NATO, wanataka kuipa fursa Marekani ili ikae Ukraine. Na Urusi nayo ikaona kwamba kama Marekani, kama NATO itaruhusiwa kukaa pale Ukraine, basi usalama wa Russia utakuwa mdogo sana, na serikali ya Russia itashindwa kufanya maendeleo yake, kwa sababu iko husuma ya kijadi ya kizamani sana baina ya Marekani na Russia. Kwa hivyo wakajaribu kuzungumza na huyu kiongozi wa Ukraine Zelensky kwamba bwana wewe, hawa usiwasogeze hapa jirani ukawaeka ndani ya Ukraine. Pindi utakapowasogeza, basi kwetu sisi ya Russia tutakuwa katika hali mbaya sana. Hawa wanaweza wakatufanyia mambo ya hatari mpaka nchi yetu ikafisidika. Kwa hivyo tunakuomba katika yote unaotaka kuyafanya Zelensky, lakini usije ukaikaribisha Marekani, usije ukaikaribisha NATO ikaingia hapa katika ardhi yako. Kwa hivyo huyu bwana akakataa, Zelensky akakataa kata, na akajibu kifedhuli kwamba hauwezi kuniingilia, hauwezi kunichagua marafiki, mimi hawa ni rafiki zangu. Kwa maana nyingine akasema moja kwa moja kwamba hilo hawezi kulitii. Hapa ndio ilipoanza kufunguka vita baina ya Russia na Ukraine. Lakini tumeona pia baada ya vita kufumbuka, tumeona kwamba, na tunajua tangu mwanzo kwamba Marekani, NATO inataka kuingia pale Ukraine. Hili ndio tulikuwa tunajua hivyo sisi, na tulijua kwamba ikipatikana fursa ya kuingia Ukraine Marekani, basi kwa Russia itakuwa ni jambo la hatari. Hilo pia tunajua. Lakini sasa mambo yamekwenda kinyume. Vile walivyofikiria Russia kwamba hawa wanaweza wakapata nafasi hapa Ukraine wakakaa, ikawa kwetu ni fasadi kubwa, sasa imekwenda zaidi ya hapo. Sasa Ukraine imetoa fursa, mpaka sasa Marekani, NATO imeshaingia ndani ya Russia. Kwa hivyo sasa vile ambavyo vilivyokuwa vikiogopa na Russia tayari Marekani wameshafanya. Vile ilivyokuwa ikionekana kama Marekani haina haja hivyo, wao wanataka pengine wakae wapi? Wakae pale Ukraine tu. Lakini kumbe sasa mambo yako wazi. Nia yao ni kukaa sasa, na wameshakaa tayari. Kwa hivyo hali imeshakuwa hivyo sasa, yani NATO Marekani yumo ndani ya Russia. Sasa ikiwa hatari ilikuwa akikaa Ukraine, NATO ingekuwa Ukraine ingekuwa hana hatari kwa Russia.
Lakini sasa NATO hiyo hiyo, Wamarekani hao sasa wameingia ndani ya Russia, na Russia haiwezi kukubali, bado haiwezi kupokea jambo hili, wala haiwezi kukubali. Na sasa Russia inahesabu kwamba imeingia ndani ya vita sasa vikubwa zaidi kuliko vile ambavyo ilivitarajia. Hata dunia haikutarajia kwamba itafikia hatua hii. Kwa hivyo kwa kuingia Marekani ndani ya Russia, sasa hapa tunasema kwamba ule ustawi ambao ulikuwa ukiogopwa na Russia kwamba utaharibika ustawi wao wakiwapo Ukraine, lakini sasa hawapo Ukraine tena, Wamarekani hawako Ukraine tena. Sasa Wamarekani wameingia ndani ya Russia, wako ndani ya Russia tena, wameshachukua karibuni kilomita 1000 wako ndani. Kwa hivyo sasa tunachokiona hapa, NATO wameshafungua mlango sasa, kwa sababu kutoka hawezi kukubali. Na Russia imetamka wazi kwamba hawako tayari kukaa kikao cha mazungumzo na Ukraine. Hawako tayari. Yaani sasa wao wameshakuwa sasa wanajua hawa watu kama ingekuwa hasara yao ni ndogo, lakini hasara yao ni kubwa hata wangekaa Ukraine. Lakini sasa wameshaingia ndani ya nchi yetu. Kwa hivyo tunachokiona hapa, vita vya tatu sasa vimefunguliwa. Na tunaona vile vile vita vya nyuklia sasa vimefunguliwa, kwa sababu ile nia ya Marekani, nia ya NATO imeshaonekana wazi sasa. Wameingia kwa jeshi, tena jeshi kubwa, ndani ya kipindi kichache washaingia mamaili mengi ndani ya Russia, na Russia hili haliwezi kulikubali. Kwa hivyo sasa tunachokiona hapa, tunachokiona ni kwamba sasa Marekani imeshafungua mlango wa nyuklia. Marekani imeshafungua mlango wa hivyo vita vya tatu vya dunia. Mlango sasa umeshakuwa wazi, kwa sababu mpaka sasa Urusi imeshasema wazi hawako tayari kukaa na Ukraine eti kikao cha mapatanishi. Wao sasa Russia wako tayari kupambana mpaka wamtoe adui yao ndani ya nchi yake. Sasa je, tunajiuliza, ikiwa Marekani itaendelea kuikalia Urusi katika hali hii ya nguvu na vita vikapigana ndani ya Urusi, je, Russia inaweza kukubali? Nyuma tulisema haitokubalika kwamba eti vita vipiganwe ndani ya Urusi, halafu Marekani yeye kule katika nchi yake aendelee kula zabibu na kulewa na kufanya washarati na kustarehe na watu wake. Russia haiwezi kukubali hivyo. Haiwezi kukubali, haiko tayari kuwa wajinga kiasi hicho. Na nyuma tulishasema Russia haiwezi kukaa tayari zaidi ya miezi 6-7 huko tulisema. Russia haiwezi kuwa tayari eti vita vipiganwe ndani ya Russia, vita vipigane Russia na Ukraine, ndani ya Ukraine. Halafu Marekani aweka peleka watu wake basi wanapigana, lakini vita hivi vinapigwa na Russia, lakini ndani ya Marekani iko salama kabisa. Ndani ya Ufaransa iko salama kabisa. Ndani ya Waingereza iko salama kabisa. Ujinga kama huu, hatari kama hii, hatufikirii kwamba Putin anaweza kukubali. Kwa hivyo tunazungumza kwamba ulimwengu sasa ujue kwamba Marekani ameshafungua hivyo vita vilivyokuwa vinavyotakiwa vya vita vya tatu. Marekani ameshafungua sasa vita vya nyuklia. Hivyo ameshafungua kwa sababu itakapoonekana kwamba sasa Warusi wanakufa, wa Marekani hauna matatizo, wao wapo katika starehe zao bila matatizo yote, hili jambo kwa Russia hawawezi wakalikubali, na hili hawawezi wakatii. Na ushahidi kwamba hawawezi kuwatii, sasa hivi wao wameshatangaza moja kwa moja bayana kabisa kwamba hawako tayari kukaa eti vikao vya suluhu na Marekani, kukaa vikao vya suluhu na Ukraine. Hawako tayari. Maana yake sasa ni kupigana. Na kama watapigana, na mapigano haya kama tunavyoyaona yanaweza yakenda juu sana, na yakenda juu sana ikiwa ile hali ya kuonekana kwamba vita vinapiganwa ndani ya Russia, Marekani wanacheza rumba, hawana wasiwasi, hii itakuwa tayari vita vingine vya hatari vishafungulika. Kwa hivyo tunachosema kama mpaka sasa hivi kwamba wajue watu, tuombe dua sana. Lakini sasa huko nyuma tulivyokuwa baina ya Russia na Ukraine wakipambana, tulikuwa hatuoni kwamba inaweza kutokea sababu. Bilal Online TV ilikuwa ioni kwamba inaweza kutokea sababu ya vita vya tatu, ilikuwa ioni kama inaweza kutokea vita vya nyuklia hapo mwanzo. Lakini sasa kwa haya yaliyotokea, NATO imeshaingia ndani ya Russia tena kwa meli nyingi,
Russia hawezi kukubali watu wakapigana na nchi yake, vita vikapigana, watu wake wakawa wanauliwa, watu wake wanapata tabu. Lakini Uingereza, Ufaransa, Italiana na nchi nyingine za wazungu, wao wanacheza rumba tu, wanachukua vikosi, wanapeleka, wanaendelea na stari zao. Kwa hivyo tunaona tutoe indhari hii. Bilali Online TV inaona, hatujui watu wengine wanaonaje, kwa sababu kuona kila mmoja ana macho yake, sio watu wote wanaona. Mwingine anaona meli 100, mwingine anaona meli 20, mwingine hata meli moja hana uwezo wa kuona, yani macho yake ndio yako hivyo. Lakini Bilali Online TV tunasema kwamba vita vya nyuklia, vita vya tatu, NATO, Marekani sasa wameshafungua. Watu tuliobakia tuombe dua sana, tuombe dua sana, kwa sababu hali ya Urusi hakuna asiyeijua, nguvu ya Urusi hakuna asiyeijua. Na hivi kama Urusi na hivi, yani sasa Russia wanalazimishwa wapigane, tena wapigane kwa nguvu, washalazimishwa sasa, kwa sababu wadui wameshaingia na nchi yao. Katika hali hii hatujui Russia ataamua nini katika kuikomboa nchi yake, wala hatujui Russia atafanya nini juu ya maadui ambao tayari wameshaingia ndani ya nchi yake. Kwa haya tunasema assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.